mwenyekiti wa serikali wa mtaa anapewa 100,000 tu kwa mwezi. Na hata mzazi mwingine akifanya hayo, wakati mwingine unakuta hata posho hapati kulingana na mzigo ambao anaubeba. Mwananchi akipata changamoto sio ya polisi, anahitaji mtu wa serikali ya mtaa. Akiwa ana shida sio ya ardhi, anamhitaji mtu wa mtaa, lakini anachokipata akiendana na mzigo anaopata. Lakini kibaya zaidi, pamoja na kupewa kiasi kidogo cha 100,000 kwa mwezi, na chenyewe pia hawapewi kwa wakati. Kwa mfano sasa hivi wanadai mwezi wa 4 na mwezi wa 5, na wako wengine ambao hawajalipwa toka mwezi wa 3. Sasa nilidhani kwa sababu serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni serikali ambayo inawajali Watanzania, na sisi wengine wote, ukiangalia mheshimiwa mwenyekiti, waheshimiwa wabunge, ikifika wakati tunapata mishahara yetu kwa wakati, tunapata posho kwa wakati. Waheshimiwa madiwani wanapata mishahara kwa wakati, wanapata posho kwa wakati. Watumishi wa umma Daktari Samia anawalipa kwa wakati. Lakini changamoto ni kwenye serikali za mitaa. Tunaomba wanaohusika na kusimamia serikali za mitaa wahakikishe kwamba maslahi yao yanapatikana kwa wakati, ili wapate morali wa kuendelea kufanya kazi, kwa sababu tayari Daktari Samia ametafuta fedha kwa ajili ya kuwalipa hawa. Changamoto iliyopo ni kwenye usimamizi katika ngazi zetu za chini. Lakini kubwa zaidi pia, sisi ambao tunachaguliwa kama madiwani, wabunge, baada ya miaka 5 tunapata gratuity au kiinua mgongo. Lakini wenye vitu wa serikali za mitaa hawapati chochote. Wakifanya kazi, wakimaliza wanaenda zao, watakaorudi sawa, ambao hawajarudi sawa. Hata kwa jiji la Arusha, kwa ambao walimaliza kipindi chao kilichopita, hata posho yao ya 100,000 tu, hivi tunavyozungumza, wako baadhi mpaka leo hawajaweza kupata. Kwa hiyo tungependa serikali kwa kweli tusaidie kusimamia, ili wenye viti hawa waweze kupata maslahi yao. Lakini ningependa pia kwenye bajeti hii ya serikali, badala ya kuwalipa kwa 100,000 tu, kwa sababu mapato tunayo mengi, kama jiji la Arusha, ukienda mkoa kama wa Dar es Salaam, majiji yote yale, ukienda Mbeya na maeneo mengine, nilikuwa nadhani wangelipwa angalau 300,000 kwa mwezi, ingeweza kuwasaidia kupata nauli na masuala madogo madogo ya kuungana na changamoto nyingine kwenye maeneo kama hayo. Maana sisi tukilipa 300,000 tu kwenye viti 154, tutatumia kama milioni 554 na 400,000, kitu ambacho na uhakika kiko ndani ya uwezo wetu sisi kama jiji la Arusha. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la pili ambalo pia nadhani nilisemee ni kuhusiana na madai ya walikuwa wafanyakazi wa kiwanda cha Fiberboard, kiwanda cha General Tyre, Kiltex, Tanalek pamoja na TPI. Wamefanya kazi kubwa na kazi nzuri kwa miaka mingi. Kwa mfano, hawa wafanyakazi wa kiwanda cha Fiberboard wako wafanyakazi 353 ambao kwa tathmini yao walioitoa wanasema wanadai kama bilioni 9 wanatakiwa walipwe na serikali. Lakini kila siku wanaambiwa andika hiki, lete hiki, tutakuja kuhakiki, tutafanya hivi, na mwisho wa siku mpaka leo hakuna ambacho kimepatikana toka mwaka 98. Tuna wafanyakazi pia wa General Tyre ambao pia wako 317 ambao wameniambia mpaka sasa hivi katika 317 wafanyakazi 72 wamefuatilia mafao ya haki zao, mwisho wa siku mpaka wengine wamefariki, na mpaka leo hata hakuna ambacho kimepatikana. Lakini kuna kiwanda pia cha Kiltex, kuna kiwanda pia cha Tanalek pamoja na kiwanda cha TPI. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa napenda kwa kweli Wizara ya Fedha watusaidie kuja na majibu yanayoeleweka. Je, ni lini hawa waliofanya kazi kwenye viwanda hivi vitano nilivyovitaja watapata haki zao, malipo yao yatapatikana, na mwisho wa siku ili waendelee na wao kusomesha watoto wao, lakini pia na kuendelea na maisha yao ya kila siku. Nafahamu mara kwa mara imekuwa inatumwa timu inakwenda kwa ajili ya uhakiki, lete taarifa hiki, lete habari hizi, wakati serikali inabinafsisha hivi viwanda au viwanda vinapokuwa vinaondoka, naamini serikali wanazo taarifa za kutosha za watu hawa. Na unakuta mishahara ya kipindi kile ilikuwa ni mishahara midogo. Sasa mpaka hivi tunapozungumza, ukitaka kuwalipa, je, utawalipa kwa mshahara gani? Mshahara wa mwaka 98, mshahara wa mwaka wa nyuma zaidi? Kwa sababu hata ile ingekuwa benki, ingekuwa hata na riba. Kwa hiyo tunadhani kwamba hatakuja kuwalipa pamoja na kuangalia mishahara ya kipindi kile, basi serikali iangalie na hali halisi ya maisha ya sasa, ili wanapokwenda kuwalipa basi wapate kitu ambacho kitaweza kuwasaidia kupambana na hali yao ya maisha, na mwisho wa siku waendelee kuwa na furaha na nchi yao. Kwa sababu mimi namfahamu Daktari Samia ni mtu mwenye upendo na ni mtu mwenye mapenzi kwa Watanzania, na mambo yote yalikuwa magumu kipindi cha Daktari Samia yameweza kutekelezeka. Hata madai mengine ambayo kipindi cha nyuma yalikuwa hayawezekani, kipindi cha Daktari Samia yalitekelezeka. Tulikuwa tuna madai hapa hata wale wenye vyeti feki, yalionekana mambo ambayo hayawezekani, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan hoja zilikuja hapa ndani ya bunge na tumeona yamefanywa kazi na pia wameweza kulipwa, na huko aliko sasa hivi wana furaha na mambo yanakwenda vizuri zaidi. Kwa hiyo niwaombe Wizara ya Fedha tunapokuja kuhitimisha kwenye mfuko mkuu, bajeti kuu ya serikali,
tuhakikishe kwamba tunalifanyia kazi swala hili na wapate majibu kwamba je, ni lini watalipwa, kwa sababu wameitwa kila siku, taarifa zimechukuliwa, timu zimetumwa, zimeenda, lakini wanachotaka wao baada ya kazi yote hiyo wapate haki yao na masuala mengine yaweze kuendelea. Habari wateja wetu wazuri wa tableti zetu Tanzania. Tumerestore tablet yetu pendwa ya KD55 yenye kioo, display inchi 8, uwezo wake ni GB 256 na RAM 8. Inatumia laini 2, macho matatu pamoja na cover lake ambalo ni gumu ambalo linasaidia ili siweze kuvunjika kwa rahisi. Sasa mtoto anaweza kutumia kama simu au kuwasiliana na wewe mzazi, lakini pia inakujia na game kibao, katuni na program za kutosha kwa ajili ya yeye kuweza kujifunza. Lakini pia ina zawadi kemkem kama saa, ufutio, penseli na nyinginezo nyingi. Wahi ofa yako ambayo utaipata kwa shilingi 180,000 tu. Kwa mawasiliano tupigie nambari zetu ambazo ni 0759591123. Tunapatikana Kariakoo jijini Dar es Salaam na pia tunafanya delivery katika mikoa yote. Usijisifu wewe mzazi kuchezea vifuu, mfanye mtoto wako afurahie utoto wake.